Shaba ama kwa lugha ya kigeni copper si madini ya kawaida. Ni moyo wa teknolojia ya kisasa na kiungo muhimu katika mabadiliko ya nishati safi. Huku matumizi yake yakizidi kuongezeka kadri dunia inavyoelekea kwenye nishati mbadala na inayohitajika katika karibu sekta zote za kiuchumi. Hutumika kwenye magari ya umeme, mitambo ya upepo, paneli za jua, hadi kwenye nyaya za umeme katika nyumba zetu. Ni madini yanayoendesha dunia ya sasa na ya kesho. Takwimu za mwaka 2023 kutoka taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini ya Marekani, USGS, zinaonyesha kuwa wazalishaji wakubwa wa shaba duniani ni nchi za Chile, Peru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, China na Marekani. Kwa upande wa Tanzania, imebarikiwa kuwa na shaba katika maeneo mbalimbali yakiwemo ya ukanda wa Ziwa Victoria katika mikoa ya Geita, Mara, Shinyanga na Mwanza. Pia ukanda wa Magharibi inayojumuisha mikoa ya Katavi, Rukwa, Kigoma, Mbeya na Njombe, na ukanda wa Kusini mikoa ya Lindi na Ruvuma. Vile vile ukanda wa Kati mikoa ya Dodoma, Iringa na Morogoro. Hivyo, kutokana na mahitaji ya madini hayo kiuchumi na kiteknolojia duniani, Tanzania nayo hivi sasa inajiandaa kuingia kwenye orodha ya mataifa makubwa yanayozalisha shaba kupitia uwekezaji wa kimkakati wa uchimbaji na ujenzi wa viwanda vya kuchenjua na kuongeza thamani madini ghafi kabla ya kusafirishwa nje. Kwa muktadha huo, Watanzania wameamka na wameamua. Katika kata ya Mbugani, wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, kampuni ya ubia kati ya wawekezaji na Watanzania wazawa ya Mineral Access System Tanzania Limited, yaani MAST, imeanzisha kiwanda cha kuchenjua shaba ambacho ni cha kwanza kinachotumia teknolojia ya kipekee. Kampuni hii inayomiliki pia mgodi wa shaba kwa sasa unazalisha tani 23,000 kwa mwezi. Hivyo, uwepo wa kiwanda hiki na vinginevyo nchini Tanzania ni mwanzo wa mabadiliko kwa Tanzania duniani. Vile vile uwepo wa kiwanda hiki ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa kuongeza thamani madini kabla ya kusafirishwa nje ya kiwa ghafi. Pia ni suluhu kwa wachimbaji wadogo kupata uhakika wa masoko, kuongeza ajira, mapato ya serikali na jamii zinazozunguka mgodi huu ama kiwanda hicho kunufaika kiuchumi na kijamii. Tanzania inainuka kupitia shaba na inajenga kesho iliyo safi, kesho ya kisasa, kesho yenye neema kwa wote. Shaba ya Tanzania si madini tu, ni nguvu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hii ni Madini Diary.